بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 من شهر الله المحرم mwaka wa 1448 katika darsa ya risala shurutu as-salah wa arkanuha wa wajibatuha لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. tuendelea kusoma shurut as-salah na tulifikia الشرط السابع، شرطي لسابع katika masharti ya sala. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت. katika miongoni mwa masharti ya sala ni kuwa ile sala iswaliwe baada ya kuingia wakati wake. قال: والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال. ندليل katika sunna hadithi ya Jibril ambao ndani yake imetaja wa Jibril alimswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwanzo wa wakati, bimaana kila swala ilipoingia mwanzo wa wakati akamswalisha, wa fi akhirihi, na katika mwisho wa wakati, bimaana ilipoingia salatu al-fajri mwanzo wa wakati akamswalisha, ikiingia salatu adh-dhuhr mwanzo wa wakati wake kuingia akamswalisha mpaka isha. Siku ya pili akaja alfajiri ikaingia akachelewesha mpaka mwisho wa wakati wake akamswalisha. Adhuhuri mpaka isha kadhalika akamswalisha mwisho wa wakati wake. Kisha akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumswalisha wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho: ya Muhammadu, as-salatu baina hadhaini alwaqtaini, sala ipo baina ya hizi nyakati mbili, ule wakati wa mwanzo na mwisho, isitoke nje hapo, bimaana isianze kabla ya wakati wa mwanzo na isiswalishwe baada ya kuwa wakati ushatoka. وقوله تعالى كذلك دليل قولياك الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كوني فراضي iliyo na nyakati zake, faradhi iliyo na nyakati zake, ay mafruḍan fil awqat, imefaradhishwa kwa nyakati. Wa dalilul awqat, na dalili ya kuwa swala ina nyakati zake, hizi nyakati zimetajwa hapo katika Qur'an. Qawluhu ta'ala: aqimis salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Hii aya ikataja nyakati za swala. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى: يشترط لصحة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. ni sharti ili isihi swala iwe zitatekelezwa swala hizi tano katika nyakati zake. fala yajuzu an tusalla qabla awqatiha, haifai kuswali hizi swala kabla ya nyakati zake kuingia. Kwa mfano, huwezi kuswali salatu al-fajri kabla ya kuingia wakati wake, ukaamka saa 8 za usiku ukaanza kuswali alfajiri, bado wakati wake.
au kaswali salatu dhuhri baada ya alfajiri. Wa in sulliyat, na ikiwa itatokea mtu akaswali kabla ya wakati, tuseme kwa mfano baadaye ikambainikia kuwa mimi niliswali kabla ya wakati, aliswali maghrib kumbe aliswali kabla ya jua kutua, kabla ya kuingia wakati wa maghrib, basi katika hali kama hii wajaba i'adatuha, itawajibika kuirejelea ile swala utairejelea. Wala yajuzu ta'khiruha an waqtiha, kadhalika haijuzu kuichelewesha swala mpaka wakati wake ukatoka, kama vile haijuzu kuiswali kabla ya wakati wake, pia haijuzu kuiswali swala baada ya kutoka wakati wake. Falau akharaha hatta kharaja waqtaha, kwa mfano akaichelewesha ile swala mpaka wakati wake ukatoka, fa in kana linawmin la tafrita ma'ahu au nisyanin, kwa mfano alilala hakukusudia, ule usingizi umemchukua. Mwanadamu hajijui wakati amelala, au akaisahau ile swala. Itokea binadamu amesahau kuwa hajaswali. Kwa hivyo ikiwa itatokea amelala, hakufanya upungufu wa kujilaza kusudi wakati wa swala, amepitikiwa au akasahau, qadaha, ataikidhi ile swala, wala ithma alayhi, wala hapati dhambi katika hilo, sababu hakukusudia. Wa in kana lighairi dhalika athima wa qadaha, na ikiwa sababu ni nyingine ambayo si sababu ya kisheria, basi atapata dhambi kwa kuichelewesha ile swala, na itamwajibikia yeye kuikidhi ile swala. Haimaanishi kuwa basi ataiwacha, ataikidhi ile swala na apata dhambi. قال وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين, na hadithi ya Jibril kuwa imamu akamswalisha mtume sallallahu alaihi wasallam siku mbili, jaa an jama'atin min as-sahaba. Hii hadithi imepokelewa na kundi la masahaba, minhum Ibn Abbas wa Jabir, katika hao masahaba Ibn Abbas na Jabir. kisha akataja takhrij. Qala wa min awdah ma jaa fi bayani awqat as-salawat al-khams, miongoni mwa hadithi zilizokuwa wazi kabisa katika kubainisha nyakati za swala zote tano, hadithu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu asema, waqtu adh-dhuhri idha zalat ash-shams wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi, wakati wa dhuhuri ni pale jua linapolala upande wa magharibi kidogo tu, sababu jua lapanda upande wa mashariki la chomoza, kisha laja mpaka lafika katikati. Likifika katikati ya mbingu, likimili kidogo upande wa magharibi kidogo tu, tayari imeingia wakati wa nini? Wa dhuhuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na ikawa kivuli cha mtu ni sawasawa na urefu wake, ma lam tahdhur al-asr, maadamu alasiri haijafika. Kwa huo wakati wote utakuwa ni wakati wa nini? Wa dhuhuri. Kuanzia uingie wakati wa dhuhuri kwa kupinda kidogo au kulala kidogo jua upande wa magharibi, waendelea wakati wa dhuhuri mpaka ingie wakati wa asri. Wa waqtu al-asri ma lam tasfarra ash-shamsu, na wakati wa alasiri maadamu lile jua halijakuwa jekundu sana, yani bimaana laenda takriban kutua lile jua, ingawa bado wakati wa asri upo mpaka jua litakapofanya nini? Litakapotua. Lakini wakati mbora ni uswali ile swala mwanzo wa wakati wake. Wa waqtu salati al-maghribi ma lam yaghib ash-shafaq, na wakati wa sala ya magharibi maadamu lile wingu jekundu halijapotea. Na wingu jekundu ni kwa athari ya miale ya jua wakati linapozama.
wa waqtu salati al-isha ila nisfi al-layl al-awsat, na wakati wa sala ya isha mpaka nusu ya usiku. Kuna watu waona salati al-isha yaisha mpaka alfajiri pambauke. Waqtu al-ada ni mpaka nusu ya usiku. Na nusu ya usiku utahesabu vipi? Utaangalia kuanzia kuingia magharibi, kutua kwa jua, mpaka kupambauka kwa alfajiri kuna masaa mangapi pale katikati? Ikiwa kwa mfano kuna masaa 10, kwa hiyo utahesabu masaa 5 kuanzia kutua kwa jua, 1 2 3 4 5, si saa 6 za usiku wanavyodhania watu. Watu wadhania kuwa nusu ya usiku saa 6. Nusu ya usiku yaangaliwa kuanzia kutua kwa jua mpaka kupambauka alfajiri, katikati yake. Yaweza kuwa saa 5:30, yaweza kuwa saa 5, katika nchi nyingine ya saa 4, bali nchi nyingine inaweza kuwa saa 8 usiku. Kwa hivyo yabadilika kulingana na ile hali, kulingana na ule wakati baina ya maghrib na alfajr, katikati yake. Umeelewa vizuri? Umeelewa namna kuhesabu? Naam. Wa waqtu salati as-subh min tulu'i al-fajr, wakati wa sala ya alfajiri ni kuanzia kupambauka kwa alfajiri, ma lam tatlu'i ash-shams, maadamu lile jua halijachomoza. Fa idha tala'at ash-shams fa amsik 'an as-salah, jua linapochomoza jizuie usiswali, maana hakuna sunna. Fa innaha tatlu'u baina qarnay ash-shaytan, kwani jua huchomoza baina ya pembe mbili za shetani. Bimaana shetani huweka pembe zake mbili, lile jua likachomoza, wale wanaosujudia jua waabudu wa jua wakawa wamsujudia yeye, sio lile jua. Kwa hili ni sharti la 7 katika masharti ya swala, kuiswali ile swala kwa wakati wake, kuswali ile swala kwa wakati wake. الشرط الثامن, sharti la 8 katika masharti ya swala, istiqbalul qibla, kuelekea qibla wakati unaposwali. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. kwa hivyo Mtume sallallahu aliamrishwa katika hii aya ageuze uso wake upande wa Masjid al-Haram, al-Kaaba, Makkah. wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, na kokote mliko elekezeni nyuso zenu upande huo, upande wa Makkah, Masjid al-Haram kwenye al-Kaaba. قال الشيخ حفظه الله يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة. ni sharti katika kuitekeleza swala iwe utaelekea qibla, wa hiya al-Ka'bah al-musharrafa, nao ni al-Kaaba takatifu, huwa utaelekea al-Kaaba, wa al-Kaaba tukufu. fa in kana fi hadarin au kana ladayhi man yukhbiruhu bi jihati al-qiblati wajaba alayhi as-su'alu an jihatiha. Ikiwa mtu yuko katika hadhar ni ile sehemu ambayo si msafiri, kuna watu. Hata pia ukiwa msafiri umefikia mahali kuna watu, ni mji, watu waishi, kuna waislamu pale, una sehemu kuna watu pale waweza kuuliza, au kuna mtu ambaye waweza kumuuliza kuhusu upande wa qibla, basi ni wajibu kwako wewe kama mgeni kuuliza, ili uswali ile swala ukiwa umeelekea qibla. Kwa mfano, umeondoka mji wa Mombasa ukaenda Kilifi, umefika Kilifi pale ukataka kuswali mahali njiani, si msikitini, pale sehemu watu waishi. Kwa wamtafuta muislamu yote, amuuliza hapa kwenu qibla ni wapi, atakwambia qibla ni huku, wewe utaswali. Kwa hakuna haja ya kujitahidi katika kujua qibla katika sehemu ambayo wako watu wa kuwaulizia. wala yajuzu lahu an yusalli biijtihadin minhu, katika hali kama hii haijuzu kwake yeye kuswali kwa kujitahidi, mimi nafikiria qibla ni huko, acha nswali. Uliza, sababu wako watu.
قال ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه ولديه من يخبره. أنا mtu akumwambia lakini yeye haulizi, ajitahidi kisha yoswali, makosa. Ingawa leo hili jambo limekuwa sahali sana, kwa kutumia simu waweza kujua qibla ni wapi, imekuwa sahali alhamdulillah. Kwa ikiwa waweza kujua qibla kwa kutumia simu, la basi, waweza kuweka simu yako ikakuonyesha qibla ukaswali. فإن صلى وكان إلى غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة. ikiwa ni mahali kuna watu waweza kuuliza kisha hukuuliza ukaswali, ukimaliza kuswali akapita muislamu akamwambia bwana nakuona pale ulikuwa swali lakini wajua qibla si huko, ni huku nyuma kwa hivyo mimi nimeswali upande mwingine, itabidi uirudie tena ile swala, kwa sababu kulikuwa na watu ulikuwa wafaa kuwauliza lakini wewe hukuuliza. Amma in kana fi safarin fa innahu yajtahidu fi ma'rifati jihatiha. Ama akiwa ni msafiri yuko nje ya miji hakuna watu, basi atajitahidi katika kujua qibla ni wapi, aelekee aswali. Fa in salla wa tabayyana anna salata ila ghairi jihati alqibla, lakini huko sasa yuko mahali mwituni, akimaliza kuswali ikambainikia kuwa kule alikoelekea si qibla. Kwa mfano ilikuwa ni usiku, akaswali, alipomaliza kuswali asubuhi jua likichomoza aliona jua latoka upande huu latua upande huu, kwa hiyo qibla ilikuwa yafaiwe ma baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, na yeye hakufanya hivyo, kwa akatambua baadaye kuwa amekosea. Fa inna salatahu sahiha, katika hali kama hii swala yake ni sahihi, sababu hapa ana ruhusa ya kufanya ijtihad, hakuna mtu wa kumuuliza. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, kwa amemcha Allah kwa kadri ya vile Allah alivyomwezesha. ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة. أما صلاة السنة يجوز كمسافري kuswali swala zake za sunna zote akiwa juu ya kipando chake, hata ikiwa hakuelekea qibla. Kwa msafiri swala za sunna yajuzu kwake yeye kuziswali swala zake za sunna hata kama haelekei qibla, vile vile alivyokaa. Kwa umekaa kwenye gari, useme kwenye basi wasafiri, na una udhu wako, ukasema wacha mimi niswali sunna, swali pale pale kwenye kiti Allahu akbar kwa kuishiria na kichwa mpaka umalize swala yako ya sunna. Tumeelewana? Sheikh asema وقد ثبتت السنة في ذلك عن جماعة من الصحابة. imethibiti katika sunna juu ya jambo hilo, Mtume sana alikuwa akifanya kwa kikundi cha masahaba. Minha hadithu Amir ibn Rabi'a radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa 'ala ar-rahilati yusabbihu ay yusalli. Asema sahaba, nimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa juu ya kipando chake yuwaswali. Alikuwa yuweza kumweka ngamia kando akakaa chini akaswali, akashuka akaswali, lakini swala ya sunna alikuwa akiswali juu ya kipando. yumi'u bi ra'sihi qibala ayi wajhin tawajjaha, alikuwa akiishiria na kuinamisha na kunyanyua kichwa chake, bimaana kiswali kwa kuishiria na kichwa katika upande wowote kule alikokuwa akielekea, bimaana alikuwa haelekei qibla. Walam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u dhalika fi salati al-maktuba, lakini hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo katika swala gani? Swala ya faradhi. Swala ya faradhi alikuwa kipando chake akikiweka kando kisha akiswali, lakini swala ya sunna akiswali juu ya kipando kule kitakapoelekea kile kipando. والحديث رواه البخاري ومسلم. وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد. na anapotaka msafiri kuswali sunna juu ya kipando chake, mnyama wake pengine amepanda au gari, basi aweza kuelekea qibla wakati anapoingia katika swala takbiratul ihram, kisha aelekee kule anakotaka, aendelee na safari yake. Hata kama atoelekea qibla aendelee, aweza kuendelea na swala yake ya sunna mpaka amalize. Li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu inda Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana idha safara
فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. Asema Anas, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika safari zake, anapotaka kuswali sunna mwanzo uelekea qibla na ngamia wake, kisha akishaleta takbiratul ihram basi yuelekea kule na kuelekea mnyama wake katika njia yake, bimaana ageuka sasa haelekei tena qibla. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ اسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في حاشيته عليه: وكما قال المؤلف رجاله ثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله جهة سيره في السفر. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كسمى hii hadithi ni mukhasis, yakhusisha zile hadithi nyingine ambazo zimetaja bila kutaja qibla, kwa anapoanza swala aelekee qibla, kisha baada ya hapo ndio aelekee kule atakakoelekea. Haya ndio maelezo ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Hapa laja swala, je, swala ya faradhi nikiwa juu ya ndege? Mimi nimegundua kwa safari nyingi alhamdulillah ambazo nimesafiri kwa ndege, kuwa wengi katika Waislamu hawajui ahkam za swala juu ya ndege. Na sikwambii tu, hata safari za haji kuna watu kumbe hawaswali mpaka wafike, hata kama swala 5 zitampita, mfano swala 3 zinampita, yeye zampita tu. Kwa nini bwana ukuswali juu ya ndege? Na wakati utatoka kwambia kwani yafaa kuswali juu ya ndege kwani? Wallahi juzi katika safari ya hija kwa mara ya kwanza twaswali juu ya ndege, kuna mmoja sema, maisha yangu nasikia leo kama mtu aweza kuswali juu ya ndege. Sijawahi kusikia haya maneno, kuwa mtu aweza kuswali juu ya ndege, sijasikia. Na azungumza Kiingereza kutoka huko Mombasa. For my first time I'm here. Asina mshindani, si ati kwa atakujua. First time shindani kweli kweli. Na hii ndio tabu ya kusoma dini Kiingereza. Chukua storybook wasoma, unaona ndio dini pale. Kuna watu asoma dini, asoma Kiingereza sijui wapi huko, ajue achukua abeba tu, ndio elimu hiyo, abeba. Ama asoma dini Kiswahili, kachukua msahafu wa tarjama, huo ndio yasoma tafsiri. Mimi nimeona bwana pale yasema hivi, ndio tafsiri ya Qur'ani hiyo. Na hii ya kuonyesha vile kuna dharura ya watu kusoma wengi katika Uislamu, ndugu zetu. Alafu kuna dharura ya tulab, leo sasa hivi tulab alilm, kusomesha watu wengi hawajui. Sasa kama huyu mwanzo akashindana mpaka kumkinaisha aelewe, mpaka ajielewe, mwisho sema nakubali, lakini first time Allahu musta'an. Koje nikiwa juu ya ndege nitaelekea wapi? Kule kule ulipokaa, ushatawadha pale pale ulipokaa, waswali hivyo hivyo. Fahamu, utaishiria kwa kichwa tu Allahu akbar, samia Allahu akbar. Kwa hivyo sujudu itakuwa zaidi kuliko rukuu, wa hakadha mpaka umalize swala yako. Swali namna hii. Tayeb, je, kama nimepanda basi naweza Tanzania hapa, lakini dereva mkorofi hasimamishi wakati wa swala. Mmoja wako madereva wako hivi. Sasa nitafanyaje? Utaswali hapo hapo ndani ya basi, kama vile katika ndege utaswali hivyo hivyo. Huwezi kuongojea wakati ukatoka ndio uswali. Sasa hapa kuna masala ya kuwa wakati utatoka ile swala, utaswali pale pale katika hali uliyokuwa nayo. Sina maji ya kutawadhia, utatayammam. Kama kuna vumbi pale utatayammam. Basi nsafi mno, halina hata vumbi wala maji, siwezi kutumia. Hivyo hivyo ulivyo utaswali, utaingia katika hukumu ya faqidu at-tahuraini, umekosa tahara zote mbili, utaswali hivyo hivyo. Lakini wakati usitoke na wewe uje swali. Hakuna udhuru katika swala kabisa. Kwa wale jamaa zetu wasiko fresh, hamna udhuru. Nasema sijui siko hivi siko vile, lazima uswali katika hali yoyote. Na hii pia yaja kwa wagonjwa. Kuna baadhi ya wagonjwa hawaswali mpaka ati ahesabu zile siku apone, ataswali siku ya kupona.
wallahi hili jambo latokea. Na ndio maana nasema kuwa kuna dharura ya waislamu kusomeshwa katika misikiti ahkamu kama hizi. Na yasikitisha uje umpate talib ilmu kisha kiulizwa swala kama hili, kwa kule kutohudhuria madarasa hajielewi. Wasemaje bwana tena wakuona wavaa kanzu, ustazi vipi ustazi? Alikuwa tuuliza hiyo kanzu utatamani kuitupa. Huna ujualo na waonekana uenda hivi kirudi hivi, uenda hivi kirudi hivi, huna ujualo. Utakusoma hatari. Na wengine wapendi kuambiwa hivyo, lakini ndivyo ilivyo. Kama husomi wewe utakuwa mzuka tu, sio utakuwa innamal ilmu biish bitaallum. Hii ilmu ni kwa mtu kujifunza. Hakuna mtu yuwalala atakuna juice fulani atapewa juice atakunwa atapata elimu. Yauzwa supermarket juice moja ukinwa uhifadhi Qur'ani. Kisha kuna za mutuni moja imeandikwa Jurumia wanwa. Upuzi huo hakuna katika elimu. Lazima ujisumbue, ujahid nafsi yako katika kutafuta ilmu. Kwa haya ni masala na ufungamana na swala na kuelekea qibla. قال رحمه الله تعالى كماليزية الشرط التاسع شرط التاسع النية شرط النية ومحلها القلب نسهم ينية ننداني مويو والتلفظ بها بدعة نكتمك نية كتمك منويزي نوزوشي wale wanaoswali kabla ya kuswali nawaitu usalli fardha salatu adh-dhuhri 4 rak'atin lillahi ta'ala ma'muman Allahu akbar. Shetani amwambia ni ala siri unkosea baba. nawaitu usalli fardha salati al-'asri 3 rak'atin lillahi ta'ala ma'muman fi masjid al-Ghufayli Allahu akbar. Amwambia wewe ni 4 si 3 magharibi. No, wallahi waweza kumuona mtu yuwapiga takbiratul ihram mpaka wakati mwingine imamu yuwarukuu bado yeye haijaingiana ile nia, bado haijaingiana nia. Yeye kuna waitu tunawaitu bid'a in capital letters, bid'a kwa herufi kubwa. Hakuna ibada hiyo katika Uislamu. Na waitu uswali waudhi watu. Na ndio maana yule ammi mmoja msaudi Makka haram pale, mmoja amekaa aongojea amalize yeye aswali amalize, na waitu usalli fardha salatu paka kataja fil masjidil haram. Yule jamaa ubavuni mwake mbaya, subiri bagi tarehe, bado tarehe hujataja. Tarehe ngapi leo? Manaki waudhi wale wanaoswali ubavuni mwako wawashughulisha. Na yote haya yameletwa na yani mtu kuja kutia katika dini jambo ambalo hadimu, na makhurafi kwetu wamelishikilia kweli kweli. Sijui kwa nini, lakini ukichunguza vizuri utakuta mijitu ya bid'a kile kitu ambacho wakimo ndio wakishikilia, na kile ambacho ni sunna wakakipinga. Na ndio kawaeleza mfano, waweza kumkuta mtu yoyote anayefanya bid'a hivi akikumbushwa sunna yakasirika, hata kuambia hii ni sunna. Na akimwona mtu amefuata sunna, kwa mfano amevaa kanzu yake ameipandisha, ameweka ndevu, ukimwangalia shakli yake ni mtu wa sunna afuata, akimwona tu yakunja uso. Kwa nini ndugu yangu? Kwa sababu ya kupenda bid'a hizi za kupelekea wewe kuchukia sunna. Sababu hakuna sunna yote unayoiacha isipokuwa badala yake utaingia kwenye bid'a. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa manuizi haya hamna mahalluha alqalbu والتلفظ بها بدعة. والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Hakika si vinginevyo, kila tendo analolifanya mwanadamu alifanya kwa nia, iwe ni nia nzuri ama nia mbaya. Huwezi kukwepa hili jambo, lazima unalolifanya ulifanya kwa nia, na kila mmoja atalipwa kulingana na manuizi yake, kila alichokinuia katika moyo wake. قال الشيخ النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط. نية katika swala na nyinginezo katika ibada ni sharti. فلا تصح الصلاة بدون نية,
haisihi swala bila nia, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat. Qala akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa binniyati yakunu at-tamyiz baina fardhin wa fardhin wa fardhin wa naflin, na kwa kupitia nia ndiyo hupambanua baina ya faradhi hii na nyingine, bimaana faradhi alfajiri na faradhi ya dhuhuri na faradhi ya alasiri, kwa kupitia nia. Au faradhi na sunna, raka ni mbili hizo hizo, lakini hizi ni alfajiri na hizi ni qabliya, ni zile zile katika sura, kilichotofautisha nini? Nia. قال وقد تقدم عند ذكر شرط النية من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الإنسان بما نواه. tumetangulia kutaja katika masharti ya wudhu, kutaja sharti la nia kuwa haijuzu mtu kutamka kile alichokinuia illa fi manasik alhajj fayajuzu an yatalaffadha bima nawahu, isipokuwa katika ibada ya haji na umra peke yake ndio yajuzu mtu kutamka kile ambacho amekinuia ndani ya moyo wake. فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا peke yake, sehemu hiyo peke yake. kumalizia hapo tuingie katika arkanu الصلاة إن شاء الله تعالى, na tutakuja kueleza